Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo ikiwa ni tarehe 8 ya mwezi wa 7, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya watakatifu Hesperius na Zoe wafiadini. Mtakatifu Hesperius na mke wake Zoe walikuwa watumwa wa tajiri mmoja Mroma aliyeitwa Calatus, ambaye aliishi wakati wa utawala wa mfalme Hadriani kule Atalia, mji wa Pamfilia nchini Uturuki. Ingawa walikuwa Wakristo, walizuiliwa kuishi imani yao ya Kikristo. Hata hivyo, walihakikisha kuwa watoto wao wawili, Syriacus na Theoduli, waliishi maisha ya Kikristo. Wakiona aibu ya ushuhuda wa imani ya watoto wao, walikataa kupokea chakula kilichotolewa kwa miungu ambacho bwana wao aliwapa siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa mwanaye. Kwa ajili hiyo, mwaka 135 walikamatwa na kuteswa, lakini kwa ujasiri mkubwa walitetea imani yao na kukataa kuabudu miungu wa bwana wao. Kwa sababu hiyo, watoto wao walikuwa wa kwanza kuteswa mbele yao kwa matumaini kuwa wazazi wao wataogopa na kukana imani yao. Lakini wote wawili walisimama imara katika imani. Akikasirishwa na msimamo wao thabiti, Calatus aliamuru wote wachomwe hadi kufa katika tanuru ya moto. Justiniani alijenga kanisa kule Konstantinopoli kwa heshima ya Mtakatifu Zoe. Pale ndipo panapopatikana masalia yake. Lakini miili ya watakatifu hawa ilihamishiwa Clemonti, mahali ambapo mahujaji huenda kusali kwa maombezi yao. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya watakatifu Hesperius na Zoe wafiadini. Ni furaha iliyoje kulelewa katika familia ya Kikristo. Inahitajika kuwa mwangalifu kufuata maelekezo ya wazazi. Wazazi ni kioo cha watoto wao, na watoto wanaangalia daima kioo hiki. Ni faraja iliyoje kwako kama unaweza kusema, mimi ni baba au mama wa mtoto mnyoofu anayempenda Mungu na watu. Rejea ya Mtakatifu Yohane Maria Vianney. Watakatifu wengine tarehe 8 ya mwezi wa 7: Mtakatifu Kiliani na Mtakatifu Edgar. Watakatifu Hesperius na Zoe wafiadini, mtuombee.